Hujambo na karibu tena. Kampeni maalum ya kupinga ukeketaji imeandaliwa mjini Garissa kwa lengo la kuelimisha jamii kuhusu madhara ya mila hii hatari na isiyo na msingi wa kiafya. Tukio hilo lilihudhuriwa na viongozi wa kijamii, walimu, maafisa wa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kama World Vision na UNICEF. Wanawake wetu wanakufa, maternal mortality iko juu, rate ya ukeketaji Garissa County iko 83%. Hiyo ni mingi sana, inamaanisha wasichana 10 wakiwekwa mahali, wasichana 8 washapitia ukeketaji. Hiyo ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo tunasema wasichana wetu, Mwenyezi Mungu aliwaumba vizuri, na kidini tumejumulisha na Sheikh mara nyingi, na wametuambia iko kwa Qur'an na hadithi pia kuna khilafu mara nyingi sana. Kwa hivyo tunawaomba masheikh wetu pia wakuwe na msimamo dhabiti. Hii ni dhulma ya kijinsia, dhulma ambayo inadhulumu mama, inadhulumu msichana, inadhulumu aina yoyote ambayo jinsia ya msichana yoyote. Sisi kama wanaume, baada ya kuhamasishwa na kuungana na vikundi kadhaa ambayo inahamasisha watu kuhusu FGM, leo hii tumejua kwamba hakuna dhulma zaidi ambayo msichana anapata kuliko kukeketwa. Washiriki walisisitiza umuhimu wa kutoa elimu mbadala kwa wasichana na kuwashirikisha wazazi katika kuachana na desturi hii ambayo imepigwa marufuku nchini Kenya. Aidha, waliweka bayana kuwa ukeketaji huathiri maisha ya wasichana kiafya na kiakili, na hivyo ni lazima kukomesha kabisa tabia hiyo ifikapo mwaka 2030. Katika hotuba zao, viongozi wa maeneo hayo walitoa wito kwa jamii kushirikiana na wadau wa maendeleo katika kutafuta njia mbadala za kutunza heshima ya wasichana, ikiwemo kuwapa fursa za elimu na maendeleo ya kiuchumi. Polisi na viongozi wa dini walihimiza utoaji wa ripoti kwa vyombo vya sheria kwa yeyote anayehusika na vitendo vya ukeketaji. Kampeni hii ni sehemu ya mikakati ya kitaifa kufanikisha malengo ya Umoja wa Mataifa ya kuondoa ukeketaji na kukuza usawa wa kijinsia. Nikiripotia Kifagio Media, kwa heri.